Yawezekana mwanachuoni fulani katika istiqra yake akaona hadithi hii ni sahihi. Mfano Imamu Shafi'i rahmatullahi alayhi, yeye kaikubali hadithi inayosema la yaqra'u haidun wala junubun shay'an min al-Qur'an. Marufuku, haruhusiwi kusoma mwanamama aliyekuwa katika masika au mtu aliyeamka nalo lile, si tunalijua, mwenye lile kubwa kubwa, haruhusiwi kusoma chochote katika Qur'an. Sawa sawa. Lakini baadhi ya wanawachuoni wa Hanabila wakasema hadithi hii dhaifu. Unaona? Huyu anasema ni hadithi iko sawa na ipo katika daraja ya hasan, wale wanasema hadithun dhaifu. Kwa hiyo si kwamba kuna aya imekuja kumbanishia mmoja katika mashekhe, wewe maneno yako ndio sahihi, bali kila mmoja alichokitumia hapa ni nini? Ni ijtihad. Na kanuni kwenye sheria kuhusu ijtihadi, mlango wa ijtihadi, kanuni inasemaje? Al-ijtihadu la yunqadu bimithlihi. Tunahimiza sana vijana kusoma sheria. Fatwa iliyotokana na jitihada haivunjwi, haitupwi eti kwa kutumia kauli nyingine ya jitihada. Pia kauli, fatwa ya jitihada inavunjwa na nini? Na nas. Ndio maana wakasema la masagha lilijtihadi fi mawridin nafs, yani sheria inatakiwa ifuatwe. Kwa hiyo huyu ndugu yetu aliyeuliza, bila shaka anatufuatilia, Allah amrehemu yeye pamoja na sisi. Kusoma bismillahi, tutumie lugha mbili za mkato za haraka, kauli ziko nyingi. Kauli ya kwanza ni sunna muakkada, na katika hao wanaosema ni madhhabu ya Imamu Ash-Shafi'i na baadhi ya wanawachuoni katika madhhabu ya Hanbali. Lakini wanasema isomwe lakini kwa sauti ya chini, wanawachuoni wa madhhabu ya Maliki na baadhi ya wanawachuoni pia wa Ahnafi. Lakini muudhamu ya wanawachuoni wa Ahnafi wanasema bismillahi sio aya